يحصل بسببها زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة القلاقل والفتن. inapatikana kwa sababu ya maandamano uvunjifu wa amani na kukosekana utulivu na kuamsha fitna. Pakifanyika maandamano mara nyingi, basi miji inakosa amani, na hili ni jambo vile vile mushahidi, limeshuhudiliwa, liko linafanyika. Pia vile vile katika mafisadi yanayopatikana katika mudhaharati, yahsulu fi kathirin minha al-ikhtilat baina ar-rijali wan-nisa. hupatikana katika maandamano mengi ikhtilat, mchanganyikano wa wanawake na wanaume. hata kama ile maandamano kama mazefi na nini, watu katika masafa yao barabarani, utakuta ikhtilat lazima hasil, na hili linapatikana na watu wanalijua na hawawezi kuzuia ikhtilat, kwa sababu mpaka wanawake wengine hutoka katika maandamano, wake na wanaume wetu wanapigania dini. madhara mengine yahsulu bisababiha fi kathiri min al-ahyan min musadamat baina al-mutadhahirin wa baina rijal al-amn wash-shurta wa yaruhu dhahiyataha al-kathir min at-tarafayn. miongoni mwa madhara yanayopatikana hupatikana kwa sababu ya mambo ya maandamano katika baadhi ya nyakati, mgongano baina ya wenye kuandamana na watu wa usalama, askari, na hatima yake watu wengi sana hupoteza roho zao na wengine wakajeruhiwa katika pande zote mbili. Utasikia kuna askari kauliwa, kuna mtu mwingine kapigwa risasi, mwingine hivi katika maandamano. Na huu ni ufisadi bila shaka, ni madhara miongoni mwa madhara, na haya sisi tunafahamu. kuna watu wangapi washauawa kupitia mambo ya maandamano? ni madhara na ni kuangamiza waislamu. kadhalika tataarradhu bisababiha alkathiru min almasalih al'amma walkhassa lisalbi walnahbi waltakhrib. inapopatikana maandamano kunapatikana uharibifu mkubwa sana katika sehemu mbalimbali, sehemu za watu binafsi, sehemu za kiserikali, watu wanaiba, watu wanavunja. haya yanatokea pia vile vile. Pakisha kuna maandamano, grupu la watu likipita, basi kila mmoja, kila mwenye laki ataingia pale, kwa sababu ni msafara wa mamba na kenge pia wamo. msafara wa mamba huo, kenge pia wamo. Sasa kuna watu wana nia zao tano, watakutumia fursa ile, wakishaona duka la mtu atavunja. na wengine walikuwa wakifanya maandamano, mara wasikia vijana wa mitaani wamevamia vibanda vya Wameru, washaiba mirungi. wakipita baa wengine watoka na mizinga pale, wakwambia nimeibuka na mzinga wa konyagi. Sasa wewe unapigania Uislamu, uenda ibua mzinga wa konyagi wa nini? Uenda ingia kwenye kibanda cha mirungi, waiba mirungi ya nini? Uenda chukua gomba la kazi gani? Unataka kupigania jihadi na gomba? Sasa haya mambo yanatokea kwenye maandamano sana. watu wakipita kwenye magenge ya watu, kuna nyanya nini, watu wabeba wachukua zako, au watu wanajihalalishia kwamba ni halali. haya ni mambo yanatokea kupitia mudhaharati, huwezi kuyakwepa. utawadhibiti vipi vibaka? watu wakopua simu, wale chukua saa, wale chukua hiki, wizi tu unafanyika hapo. sasa madhara yote haya mnayoleta sababu yake nini? kuonyesha hisia tu. Kafiri hapigwi kwa hisia basi.